kabla ya karne ya 15 kanisa, Waingereza wote walikuwa ni wafuasi wa kanisa Katoliki. Katika karne ya 15 Mfalme Henry akajitoa katika kanisa Katoliki, akaanzisha Church of England na akajiteua yeye ndiye mkuu wa kanisa, na mpaka leo Uingereza mfalme au malkia ndiye mkuu wa kanisa Anglikana. Kisha akamteua askofu wake mkuu na akamwamrisha atoe talaka, yani amruhusu atoe talaka. Askofu mkuu wa kanisa Anglikana akamruhusu Mfalme Henry amwache mkewe, akaoa mwanamke mwingine anaitwa Anne Boleyn. Kwa hiyo jambo hili la talaka laonyesha ni jambo ambalo lipo katika jamii, jambo ambalo limeweza kuathiri, kupasua kanisa katika historia ya Ulaya. Kwa hiyo si jambo ambalo unaweza kulidharau, ni jambo la muhimu na ni jambo ambalo ni la kimaumbile. Kwa hiyo baada ya Mfalme Henry kujitoa katika kanisa Katoliki na kuanzisha kanisa la England na akamwacha mkewe, Waingereza wengine wa kawaida nao pia wakaanza kutoa talaka. Kulikuwa kuna ndoa nyingi ambazo zilikuwa zina migogoro, lakini baada ya kutoa talaka kanisa halikuwaruhusu kuolewa. Ikawa kuna tatizo, wale ambao wameachana katika kanisa Waingereza ambao wameachana baada ya kutoka katika kanisa Katoliki, ikawa wale walioachana wanataka kuingia katika ndoa nyingine. Kanisa halikuwaruhusu. Ikawa kuna majadiliano ya muda mrefu mpaka mwaka 2002 katika mkutano mkuu General Synod wa kanisa ikapigwa kura. Katika kura ile wajumbe 269 wakasema kwamba walioachana waruhusiwe kuingia katika ndoa mpya. Wajumbe 83 walikataa. Kwa hiyo wengi walishinda, na kuanzia mwaka 2002 kanisa la Anglikana likaruhusu kwamba wale walioachana wanaruhusiwa kuingia katika ndoa mpya. Katika mkutano huo waliazimia azimio lifuatalo linalosema, kanisa la England linafundisha kwamba ndoa ni ya maisha. Huu ndio msingi wa kanisa, kwamba hakuna ndoa ambayo itavunjika kwa talaka. Watu wakioana wanatarajiwa kuishi maisha yao. Lakini kanisa vile vile linatambua kwamba kwa masikitiko huenda baadhi ya ndoa zikavunjika, zikafeli. Na iwapo hilo litatokea, baadhi ya ndoa zikivunjika, kanisa latakiwa liwepo kwa ajili ya wahusika, kwa ajili ya mke na mume walioachana. Wakishaachana ni lazima kanisa liwepo, liwasaidie, litoe msimamo. Wataendelea kuishi mbalimbali au kanisa liwaruhusu kila mmoja aoe au aolewe na mwanamume mwingine. Azimio likaendelea kusema, kanisa linakubali kwamba katika baadhi ya mazingira watu walioachana, mke na mume, wanaweza kuruhusiwa kuoana katika ndoa mpya ya kikanisa. Kwa maana kwamba kuanzia mwaka huu 2002 kanisa Anglikana likaruhusu rasmi kwamba watu walioachana wanaruhusiwa kuoana upya kwa ndoa ya kanisa.